Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta naitibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu watu wenye roho na imani kubwa ya uchamungu. Watu hawa ni watu wapole na ni watu wanyenyekevu na ni watu watiifu na ni watu waaminifu sana, hasa katika suala zima la mahusiano ya kimapenzi, na pia ni watu waaminifu sana katika jamii ambayo imewazunguka. Ni watu gani wenye roho ya uchamungu zaidi duniani? Kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Mtu anayeanzia na herufi K, mara nyingi mtu huyu anasumbuka sana na majeraha madogo madogo, hasa katika mguu wake, na mtu huyu anasumbuka sana pia na maradhi ya misuli ndani ya mwili wake, na mtu huyu pia anasumbuka sana pia na maradhi yanayohusiana na maradhi ya kishetani na maradhi yanayohusiana na maradhi ya kichawi. Mtu huyu anakuwa anaandamwa sana na maradhi ya uchawi kuanzia udogo wake, ukuaji wake, mpaka amekuwa mtu mzima. Ni mtu ambaye mara nyingi anakuwa anaandamwa sana na watu wabaya, na maanisha wachawi. Na mara nyingi kwa mwanamke mwenye herufi inayoanziwa na herufi K, mwanamke huyu anakuwaga anasumbuka sana na maradhi ya chango, na maanisha chango la uzazi. Inakuwa ni ngumu sana kushika ujauzito, na pia mpaka anakuja kufanikiwa kushika ujauzito na kupata mtoto, basi anakuwa anapitia mitihani mingi sana na majaribu mengi sana, na homoni zake pia anakuwa anasumbuka sana na matatizo ya homoni kuto kubalance kwa mwanamke. Na kwa mwanaume pia anakuwa anasumbuka sana pia na maradhi ya, na maanisha maradhi ya ngiri, na anasumbuka pia na maradhi ya misuli, na ni watu ambao wanapenda sana kufanya mazoezi, na akiwa katika mazoezi anakuwa yuko serious sana, na anajikuta anakuwa anapata mishtuko ya misuli. Ni mtu mwenye imani kubwa sana na mwenye roho ya uchamungu zaidi duniani. Ni ngumu sana kumhamisha juu ya imani yake. Ni mtu ambaye anapenda uchamungu, na ni mtu ambaye anapenda haki na anapenda amani, na hapendi kuona mtu akikosa amani na furaha kwa ajili yake, na hapendi kuona mtu akipata maumivu na manunguniko ya kumlaumu aidha katika jambo fulani. Ni mtu ambaye anapenda maisha ya amani zaidi, na ni mtu ambaye anapenda haki zaidi, na ni mtu ambaye anapenda kusimamia usawa, na pia ni mtu ambaye anapenda kusaidia watu, hasa wasiojiweza. Ikitokea katika jamii iliyomzunguka au katika sehemu anayoishi, au akatokea mtu anasumbuka na shida,
na yeye anaamini kabisa tatizo alilokuwa nalo yule mtu mwenye shida lipo ndani ya uwezo wake, basi lazima atahakikisha kwa hali na mali lazima amsaidie yule mtu. Na pia anapenda sana anapokuwa anatoa msaada, basi hapendi kujitangaza na kujionyesha kwamba yeye ndiye amesaidia au ndo anatoa msaada sehemu fulani. Na hapendi pia yule mtu anayepewa msaada au anayesaidiwa akatangaze kwamba fulani ndiye amenisaidia. Watu hawa hawapendi sifa. Watu hawa sifa yao ni utii, sifa yao ni uaminifu, na ni watu wenye kupigania haki. Na mara nyingi ni watu wabunifu sana katika kufanya kazi, na ni watu watiifu, na ni watu ambao wanafanya kazi katika ufanisi mkubwa sana. Lakini mara nyingi sifa zinakuwaga zinaenda kwa watu wengine. Na pia mara nyingi watu wanakuwa wanawapa msaada, wanakuwaga wanawalipa mabaya, wanakuwaga hawaoni thamani ya ule msaada ambao wanawatenda katika jamii. Ni watu waaminifu sana, hasa katika suala zima la mahusiano ya kimapenzi. Ni mtu ambaye hapendi kuchepuka na kumsaliti mpenzi aliye naye, na ni mtu ambaye anahitaji uhuru katika mapenzi. Hahitaji kubanwa, anahitaji aishi kwa uhuru. Na pia ni mtu ambaye mwenye kuthamini nini maana ya mapendo, na ni mtu ambaye mwenye imani kubwa sana ya kumtii na kufuata sheria ambayo tumewekewa na Muumba wetu, na maanisha Mola wa Jibril na Mikail na Israfil. Mtu huyu ukimkosea heshima au ukamkosea adabu, ukamdhalilisha, basi mara nyingi na yeye anakuwa ni mtu mwenye hasira ya haraka sana, na anakuwa ni mtu mwenye utomvu wa nidhamu. Anaweza akakupa maneno makali au akakuambia kauli kali, ambayo hiyo kauli ikikufikia ndani ya sikio lako, hakika itakuumiza sana kwenye moyo wako, na mpaka utajuta kumfahamu. Utajiuliza, hivi ni huyu mtu ambaye mtakatifu, mtu mfanya ibada, mtu mwenye imani kubwa na Mola wetu mlezi, ndo ameniambia haya? Ni mtu ambaye ukimkosea heshima, ni mtu ambaye hajali dunia inasema nini. Anaweza akakupa kauli ambazo ukajuta kumfahamu kabisa. Ni mtu mwelewa, na ni mtu ambaye mara nyingi anajali hisia ya mpenzi wake aliye naye, na ni mtu ambaye mara nyingi hapendi kukurupuka, hasa katika maamuzi anapokuwa na yafanya au anapokuwa analetewa taarifa. Ni mtu ambaye haogopi maisha, yaani ni mtu ambaye ana uwezo wa kuishi maisha ya aina yoyote, na ni mtu ambaye hajali dunia inasema nini. Yeye anachojali Mungu anasema nini. Ukimtukana kwake ni sawa, na ukimdhalilisha ukamdhihaki, yeye kwake anaona ni sawa. Ni mtu ambaye hapendi magomvi, na ni mtu ambaye pia hapendi kuishi katika maisha ya visasi, na hapendi kuona mtu anaonewa. Na mara nyingi mtu huyu hata ukimfanyia ubaya, ni mtu mwenye moyo wa kusamehe. Hata ukimtukana matusi ya nguoni, ni mtu mwenye hasira ya haraka sana, na anapenda kujifungia chumbani peke yake na kulia kwa hasira sana, na hata kutoa ile sauti ya mwangwe ya kelele ile, akilia kwa uchungu, ndipo hasira zake zinaisha, na kisha anasamehe. Hata kama ulimfanyia udhalilishaji mkubwa sana, basi ni mtu mwenye kusamehe, na ni mtu mwenye kumwachiaga Mola wetu mlezi. Ni chochote kibaya utachomfanyia, hao watu wanamwachiaga Mungu. Na ni watu ambao wenye kusimama sana na imani
ya kidini, na ni watu ambao wenye kusimama sana na ibada, na ni watu ambao wenye kupenda watoto, na ni watu pia wenye kuipenda jamii ambao inapigania haki. Kama unasumbuka na changamoto mbalimbali za kimitihani ya kimaisha, unahitaji kuwa mtu wa mafanikio, unayapambania mafanikio usiku na mchana, unavuja jasho, lakini umekuwa sio mtu wa mafanikio, unahitaji kuifikia ndoto yako. Kama unavyoona hapa Daktari Musa, ofisini kwangu kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kuna dawa za mvuto wa biashara na kuna dawa za mvuto wa mapenzi wa kufanya upendwe kila kona ya dunia utakayopita, na kuna dawa za kufanya uheshimike kwa ndugu, kwa rafiki, kwa mke, mpaka kwa bosi na kupandishwa cheo. Kuna dawa za kuvunja maagano ya kichawi na maagano ya kishetani, na kuna dawa pia za kuondoshea vifungo vinavyokwamisha mafanikio yako. Kama unahitaji pete original yenye kuendana na ufalme wako, pete yenye madini, na kama utahitaji pete ya majini, pete yenye kufanyiwa kafara ya viumbe mbalimbali, pete ambayo itakupa kibali cha kuheshimika kila kona ya dunia utakayopita, na pia kama unahitaji kujifunza elimu za kiroho, elimu za kuita viumbe majini wenye kuleta mali pamoja na utajiri, majini wenye kumcha Allah, wenye hofu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona hapa Daktari Musa anavyomiliki mamilioni ya fedha. Kama unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha ukajenge nyumba kama hauna nyumba, na kama unahitaji kumiliki fedha ukanunue gari kama una ndoto ya kumiliki gari. Wewe ni kijana, ukipita mtaani utasema ya kijana kapita, au mbaba kapita, au mdada kapita. Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari, Je, unahitaji kuwa mtu wa mafanikio? Na kama unahitaji pia kwa undani zaidi ujitambue wewe ni nani, ulikuja duniani kwa ajili ya nini, na kitu gani ukifanya unakuwa ni mtu wa mafanikio, usisite kunitafuta Dr. Musa kupitia namba +255784120592. Na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, usisite kubonyeza neno jekundu hapo chini lililoandikwa subscribe, na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Musa daktari.